Na mtazamaji wa Tumaini Television na mtazamaji wa kipindi cha Maisha Kliniki, niseme karibu sana maishani. Mimi ni Innocent John, ni kushukuru kwa wewe ambao umekuwa mdau namba 1 wa kufuatilia kipindi chetu cha Maisha Kliniki popote pale ulipo, na umekuwa ukitoa michango mingi kweli ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Kuna wale ambao wanasema kiukweli wanafurahi kutazama kipindi cha Maisha Kliniki kwa sababu kimekuwa kikiwabadilishia mtazamo wa maisha yao kwa namna moja ama nyingine. Na hapa ndipo sehemu pekee ambapo wewe unaweza ukapata fursa ya kumwelimisha mwingine unapotazama kipindi cha Maisha Kliniki. Karibu sana kwa siku ya hii leo. Tunayo mengi pia ya kuzungumza na wewe na kukufikishia popote pale ulipo, hasa kijana ambao unatazama na watu wengine wote. Unaweza kutazama si kijana, lakini kwa namna moja ama nyingine una vijana. Ukitazama kipindi cha leo, kiukweli unaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha wanasalia katika misingi na wanasalia katika barabara ambayo ni nzuri zaidi katika kuzalisha kile kilichokuwa bora kwa kesho yao. Karibu sana wewe ambaye unatufuatilia kupitia nambari ya simu 0742 773444 ndo namba pekee ambayo unaweza kutuma mchango wako, maoni, jambo lolote ama swali lolote kwa kila ambacho tutaenda kukijadili kwa siku ya hii leo. Leo tutazungumzia kuhusiana na swala zima la afya ya akili na vijana. Tunafahamu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo kwa siku ya hii leo tutaenda kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo yapo ndani ambayo tumeandaa na ndugu yangu hapa mwalimu Mwakasoke Robert, ambaye yeye anatokea Yeshua Open School kilichopo karibu na chuo cha utalii Temeke pale. Tutazungumza mengi. Ni kwa sababu gani nimemleta? Kwa sababu amekuwa muda mwingi na vijana, anakaa na vijana muda mwingi, anazungumza nao, kwa anafahamu vitu vingi kuhusiana na vijana na anafahamu vitu vingi ambavyo anaweza kuvizungumza hapa na vikawasaidia vijana. Kwa hiyo nimemleta hapa kwa lengo mahususi kabisa kwa ajili ya kutuelekeza, kuwasaidia vijana pia ambao wanatutazama kwa siku ya hii leo. Yeye anatokea Yeshua Open School ambapo iko ndani ya chuo cha utalii pale Temeke. Nimemleta hapa mahususi kwa sababu ya mada ambayo tuko nayo kwa siku ya hii leo. Mahususi kabisa kwa ajili ya kuzungumza naye kwa sababu kwa muda mrefu yeye yupo na vijana, anazungumza na vijana, anabadilishana mawazo na vijana, anawafundisha vijana. Kwa hiyo lakini pia ni mtaalamu wa saikolojia, si mwalimu tu, lakini ni mtaalamu wa saikolojia pia. Na leo tutaenda kujikita kuzungumzia kuhusiana na swala zima la afya ya akili na vijana. Ndio utanielewa kwa sababu gani nimemleta hapa ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki kwa siku ya hii leo. Ataenda kutueleza, ataenda kutufundisha vizuri kabisa kwa vijana ambao wana ndoto za kufikia malengo makubwa kesho. Lakini hata kwa wewe mzazi ambao unatazama kipindi cha Maisha Kliniki kwa siku ya hii leo, una vijana pia, unaweza kukitazama na ukawasaidia kwa kila ambacho ataenda kukisema na kukizungumza mwalimu hapa. Karibu sana ndugu yangu. Mimi binafsi kutoka ndani ya moyo wangu nimefurahi sana kuketi na meza moja kwa siku ya hii leo ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Hapa tunasema karibu maishani. Hapa ndo maishani. Alright. Karibu sana ndugu yangu. Anasemaje huko Yeshua? Ndugu yangu kule Yeshua tunaendelea vizuri. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunasema sisi tunaendelea kulihuisha taifa letu kupitia vijana hawa ambao yawezekana walikata tamaa alafu wakaingia kwenye mikono yetu. Tunaamini kwamba wanazo ndoto za kuifanyia taifa hili la Tanzania, lakini pia hata wao wenyewe kwenye familia zao. Kwa hiyo tunaendelea vizuri sana na Mungu anatujalia na anatusaidia, tunazidi kusonga mbele. Niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa sababu vijana kwa asilimia kubwa ndio taifa ambalo linatarajiwa kuimarisha taifa kwa siku ya kesho. Ndio. Sasa asante sana, lakini nikualike sasa moja kwa moja uanze na sisi kipindi hiki mpaka pale itakapofika tamati. Lakini kama una ndugu jamaa na marafiki, mwambie afungulie TV yake, muda ushawadia sasa wa kwenda kupata elimu motomoto. Kwa kwa kijana, mzazi, mlezi, tunakukaribisha sana kupitia 0742 773444. Tutumie mchango wako, maoni yote, swali lolote, na hapo mwishoni nitampa nafasi pia mwalimu yeye kutoa na mawasiliano yake ili kwa namna moja ama nyingine pia unaweza kuwasiliana naye nje ya kipindi cha Maisha Kliniki. Una jambo lolote private ama la kwako binafsi, unaweza kuwasiliana naye. Lakini ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki ni 0742 773444. Tutumie maswali, maoni, mchango wote, hata pongezi pia sisi tunapokea ili tuweze kujadiliana kwa kina kwa siku ya hii leo. Afya ya akili na vijana mwalimu. Leo tutazungumzia hilo. Tunaenda kujikita zaidi kuwasemea vijana, kuwazungumza vijana. Kwa sababu tunaamini ndo taifa la uzalishaji wa kesho. Hata wa leo pia tunatakiwa kuliandaa. Na hao tusipoandaa vizuri, wasipoandaliwa vizuri,
maana kesho tunaweza tukawa na taifa ambalo si zuri sana. Sahihi kabisa. Kwa hiyo ambayo tutazama mwalimu, tuanzie hapa kwanza. Utueleze afya ya akili tukihusianisha na vijana. Afya ya akili, tunapozungumzia afya ya akili kwa wewe mwalimu, tunazungumzia kitu gani hiki? Okay. Nikushukuru sana ndugu yangu Ino, na labda nianze kwa kujitambulisha vizuri sasa, kwa sababu sasa nimepata nafasi nianze kwa kujitambulisha vizuri. Majina yetu mengine haya ya watu wa kanda za juu kusini haya kuna muda huwa yanaleta shida. Kwa majina naitwa Mwalimu. Mwalimu mbobezi kwa sababu niko kwenye industry ya kufundisha zaidi ya miaka 15 sasa. Kwa naitwa Mwalimu Robert Mwakasoke. Mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Yeshua Open School, kwa maana ya kwamba ni sekondari huria ambayo inaendesha shughuli zake ndani ya chuo cha taifa cha utalii campus ya Temeke. Sawa sawa. Vipindi kama hivi ndugu yangu Ino ni vya msingi sana. Na nishukuru pia uongozi wa Tumaini TV kwa sababu tunao vijana wengi sana ambao yawezekana wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kukosa taarifa, kwa kutokujua. Na yawezekana yuko mwingine tunasema anao udumavu wa afya ya akili lakini hajijui. Kama ana hilo tatizo. Kwa anaendelea nalo. Sasa tatizo hili lisipotibiwa mapema huwa baadaye linaleta shida kubwa na inakuwa ni ngumu sana kuweza kulitibu. Tunapozungumzia habari ya afya ya akili ndugu yangu ambayo unatutizama, tunazungumza hasa matatizo mbalimbali ambayo yanahusiana na fikra ya binadamu, lakini pia hisia za binadamu pamoja na tabia ya binadamu kwa ujumla. Kwa kumbe mtu yeyote ambaye anatutizama muda huu ajue wakati tunazungumza habari ya afya ya akili tunazungumza habari ya utimamu wa mtu kwenye mawazo, utimamu wa mtu kwenye fikra zake, utimamu wa kijana kwenye hisia zake, utimamu wa kijana kwenye tabia zake jumla, ambazo hizi zinaweza kupelekea yeye aidha kuishi vizuri na watu ama kuishi vibaya na watu. Zinaweza pia zikampelekea kijana huyu kujitenga na jamii ama kujihusisha na jamii. Zinaweza zikampelekea kijana huyu kufikia ndoto zake za kimaisha ama kutokufikia ndoto zake za kimaisha. Ndio maana nikaanza kwa kusema vipindi kama hivi ni muhimu sana. Vijana wao wanapata kwa sababu huko ndiko chemchemu ya kufikiri, chemchemu ya mawazo, chemchemu ya kila kitu ambacho kinaongoza maisha yao inatoka kwenye akili. Kwa muda wowote ule lazima akili iwe sawa. Na nikushukuru pia kwa sababu umechagua vijana. Maana kwa mujibu wa shirika la afya duniani inasema kwenye vijana 7 mmoja kwa namna moja ama nyingine amepitia tatizo la uduni wa afya ya akili. Na vijana 7 kwenye vijana 7 mmoja kuanzia miaka 10 mpaka 25 mmoja anao udumavu wa afya ya akili. Hapa sasa tunazungumzia duniani. Na likaenda mbali kwa sababu kuna research ilifanyika India. 15% ya vijana India kwa namna moja kwa wakati mbalimbali tofauti wanapitia hili tatizo la afya ya akili. Kwa umeenda na umelenga sehemu iliyo nzuri sana. Na kwa nini vijana hawa wanakumbwa na hayo? Ni kwa sababu vijana, umri wa ujana ndio umri wa hisia kali. Zinaweza zikawa za mahusiano, zinaweza zikawa za taaruma, zinaweza zikawa za maisha ya kawaida yanamzunguka kijana, zinaweza zikawa za matarajio, lakini zaidi sana namna wanavyojijumuisha na mitandao ya kijamii. Maana mitandao ya kijamii sasa imekuja kutupelekea vijana wetu wengi sana wawe na udumavu wa afya ya akili. Unamkuta mtu anabeti mpaka anakuja kuiba hela ndani. Sasa unawaza kwamba hii ni nini? Sasa hilo ni jambo ambalo sisi tunasema ni jambo ambalo si la kawaida kwa kijana huyu kufanya. Sasa kwa nini anafanya? Ni kwa sababu ya hii mitandao ya kijamii, ya hii teknolojia iliyokuja. Teknolojia hii tulionayo ni nzuri sana pale ambapo tunaweza kuitumia kwa namna ambayo ni chanya, lakini pia ni mbaya sana na inasababisha uraibu ama inasababisha sasa udumavu wa afya ya akili hasa kwa vijana. Kuna muda kijana anashindwa hata kula, yuko busy na simu.
Sasa unawaza kwamba huyu kuna baadhi ya mambo mengine anayafanya saa ngapi? Na ni vyema akawa bize, simu hii iwe inamletea kipato. Inawezekana kuna biashara, posta anafanya hivi. Hiyo ni nzuri kabisa. Lakini kuna namna ambayo ukiangalia anachokifanya kwenye hiyo simu, unaweza ukawaza kwamba okay, huyu ndiye kijana ambaye tunaamini kwamba baadaye atakuwa baba, atakuwa mama, lakini pia atakuwa kiongozi wetu kwenye taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo nikushukuru kwa sababu vipindi kama hivi vinawaamsha sasa vijana ili wajue nafasi yao iko wapi na akili zao ziko kwa namna gani. Naam. Nikushukuru sana kwa namna ambavyo umeelezea, kwa sababu changamoto iliyopo ni kubwa. Mtu mwingine umeelezea vizuri kuhusiana na afya ya akili. Naam. Ni ule utimamu. Kuna mwingine alikuwa anachanganya kati ya changamoto ya afya ya akili na afya ya akili. Alikuwa naamini pengine afya ya akili ndio tatizo. Umenielewa? Yes, yaani mtu mwingine akisikia afya ya akili ndo huyu ana afya ya akili. Kuna mtu mwingine anakuwa anachanganya hapo. Anaamini afya ya akili ndo changamoto. Okay. Anaamini labda afya ya akili ndo tatizo. Lakini kwa maelezo yako namna ambavyo umeweka afya ya akili ni ule utimamu. Naam. Wa kufikiri, wa kuwaza, wa kutenda, lakini pia kujumuika na watu wengine. Changamoto ya afya ya akili, kabla tujaenda mbali, muelezee sasa mtu mwingine ili aweze kutenganisha vizuri. Tunapozungumzia sasa changamoto ya afya ya akili, ndio tunazungumzia sasa ile hatari yenyewe kwa mtu. Asante sana. Sasa tunavyoenda sasa kinyume na afya ya akili yenyewe iliyotimamu, maana yake ni kwamba huyu kijana anayo afya ya akili ambayo ina udumavu sehemu fulani. Na uzuri wake ni kwamba sio kwamba inaweza ikawa ni muda wote ikadumaa. Kuna muda inaenda alafu inaondoka. Na hapa sasa kuna watu pia wanashindwa kutofautisha. Kwa sababu ili tujue kwamba huyu ana changamoto ya afya ya akili, maana yake cha kwanza anafanya mambo yaliyo kinyume na utaratibu. Utaratibu wa nini? Utaratibu wa kwake mwenyewe binafsi. Utaratibu wa jamii inayomzunguka. Utaratibu wa tamaduni za Mtanzania. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe uliye mbali unaweza kadhani kwamba mbona huyu amefanya kitendo cha ajabu? Unashangaa. Sasa ukianza kushangaa kwamba amefanya kitendo cha ajabu, huyo aliyekifanya sasa ndo tunasema anayo changamoto ya afya ya nini? Ila wewe uliyeshangaa una utimamu wa afya ya akili. Na ndio maana umegundua kwamba hili liko nje na maadili yetu na utaratibu wetu wa kila siku. Kwa ndio maana huwa tunaenda mbali sasa. Na hili sasa mtu anaweza akafanya jambo leo, kesho asilifanye. Huyu hatusemi kwamba ana changamoto ya afya ya akili. Yawezekana aliteleza namna fulani. Sasa pale ambapo mtu yawezekana, maana yake tunavyoviashiria sasa vya changamoto ya afya ya akili. Kuna muda mtu anakuwa na wasiwasi kupita kiasi. Hii wasiwasi sio ya leo. Leo ana wasiwasi, kesho ana wasiwasi, kesho ana wasiwasi. Unagundua kwamba hapa hii si wasiwasi ya kawaida. Kwa sababu binadamu yeyote ameumbiwa wasiwasi. Lakini wakoko unakuta huko nje sasa ya ile hali ya kawaida. Maana yake inajirudia mara kwa mara. Unakuta kijana anakuwa mpweke. Hatukatai kuwa mpweke kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo kwenye saikolojia tunasema ni ile meditation ya kwako mwenyewe, uanze kujievaluate mwenyewe. Kuna muda unapaswa ukae peke yako, alafu uwaze baadhi ya mambo ambayo yako ndani ya utu wako, alafu uone na hayo yaliyo ndani ya utu wako unayatoaje nje. Kwa kuna muda kweli ukaa hivyo. Lakini kila mtu yeye anajitenga mara kwa mara na marafiki na makundilika na jamii, ujue kabisa kwamba iko changamoto ya afya ya akili. Lakini kuna mtu anakuwa na shauku ya kupitiliza. Manake kwenye afya ya akili ambayo ina changamoto, hatuzungumzi tu changamoto ya mfadhaiko wa kupitiliza. Unawezekana umefiwa na mzazi. Utapata mfadhaiko. Ule ni wa kawaida kabisa kwa sababu kuna taarifa zimepelekea kwamba kuna jambo ambalo limetokea lisilo la kawaida. Lazima ufadhaike. Kabisa. Sasa kuna mtu yuko kwenye hali ya kawaida na ameendelea kufadhaika. Haujui kwa nini anafadhaika. Ule mfadhaiko tunasema iko changamoto ya afya ya akili nayo mkubwa kichwani mwake. Huyu anahitaji mtaalamu kwa haraka sana ili aweze kukaa na kuongea naye. Lakini pia kuna nyingine kabisa, sasa unaweza ukakuta mtu anafikia hatua mpaka labda anaweza akavua nguo mbele za watu. Akafanyaje? Sasa pale ndipo ambapo ule ugonjwa haukupatiwa tiba. Sasa ukaenda kuathiri sasa kichwa. Sasa kila anachokifanya yeye haelewi kwamba anafanya. Kwa kuna muda changamoto ya afya ya akili kijana anaifanya, anaelewa kwamba amefanya na amefanya kosa. Na ndio maana mara nyingi wazazi ama sisi walimu tukitoa adhabu, huyu anagundua kwamba ameadhibiwa kwa usahihi kwa sababu amegundua kabisa ametoka nje ya utaratibu aidha wa shule ama utaratibu wa nyumbani.
Mzazi alimtuma hiki, ameenda huko amekaa zaidi ya masaa 4. Wakati kulikuwa na wageni na tulimtuma chumvi, tunapika chakula, wewe ukifika lazima tukuadhibu. Kwa nini? Kwa sababu hiki ulichokifanya si jambo la kawaida. Na kuna ndugu yangu ambaye aliwahi kutoka akaenda akarudi baada ya masaa 3-4, kumbe ile pesa amekwenda kuipeleka sehemu nyingine. Kuna hii michezo pia ambayo anakuambia weka 200 utapata 600, akaweka 200 ya chumvi, mama alikuwa amemtuma. Sasa akazunguka huko, akarudi kwa mama baada ya masaa 2 na kuna wageni nyumbani. Mama kabla ya kuanza kumwadhibu ilibidi aulize, kwa sababu hili si jambo la kawaida. Kuna nini huko? Akasema nimepoteza ile pesa. Wakatoka na mama mguu kwa mguu kuanza kuitafuta, kwa sababu familia zetu kuna namna fulani inapatikana kwa shida sana. Wakazunguka na mama kuanza kuitafuta. Akaenda akarudi. Unaulizaga wapi? Ulipita wapi? Kaenda unaitafuta ile shilingi 200 ilipotea. Na kumbe huyu ndugu yangu huyu ile 200 haijapotea. Sasa amefanya mambo, huyu anayo changamoto. Ile akili haiwezi kuwa timamu. Kwa sababu uwezo ukafikia hatua ukarudi nyumbani haujasema nimefanya hiki ili upate adhabu upone kulingana na ile tatizo, unakuja kuongeza tatizo lingine la kudanganya. Kwa maana hiyo tunaweza tukasema hawa vijana wanapitia kwenye changamoto nyingi za afya ya akili. Kwa kumbe swali lako ndugu yangu hilo kwamba sasa changamoto ni ipi? Changamoto ni kutokuwa na utimamu wa hisia, kutokuwa na utimamu wa tabia, kutokuwa na utimamu wa mawazo yako, kutokuwa na utimamu wa yale unayoyatenda. Hiyo sasa tayari ni changamoto ya afya ya akili. Naam. Nikushukuru sana mwalimu, namna ambavyo umeelezea, na amini pia ambaye anatufuatilia na kututazama kwa muda huu ameelewa, na kila ambacho msingi wa swali langu ulikuwa umefafanua vizuri. Mmekaa kama vijana 5, 10, wangapi itategemea mko wangapi. Kuna vitu ambavyo kijana mwenzenu anakifanya, mkikiona kwa maelezo ya mwalimu alivyoelezea hapa, mnaamini mnaweza mkaelewa sasa hivi kwamba mwenzetu anapitia hali gani kwa sasa hivi. Naam. Mnaweza mkakaa mko 2, 3, kuna kitu kingine kijana mwenzenu anakifanya, mkikiona kwa maelezo ya mwalimu sasa hivi, naamini pia kitakuwa sasa mshaelewa kwamba kijana mwenzetu anapitia hali gani. Leo tutazungumzia kuhusiana na afya ya akili na vijana. Sasa tukajikite kwenye swala letu la msingi kabisa. Namna kwanza ambavyo tunaweza tukahusanisha afya ya akili na mapambano ya vijana. Utafutaji wa vijana. Ni vitu gani vya msingi ambavyo vinaweza vikaimarisha afya ya akili kwa kijana ili kuzalisha kile kilichokuwa bora zaidi? Alright. Swali zuri sana hilo. Vijana walio wengi wana changamoto ya afya ya akili. Kwanza kabla ya yote, naam, kabla tujaenda mbali zaidi, lazima tujue kwanza tunazungumzia lika la vijana kuanzia umri gani? Asante. Alright. Tunaweza hapa sasa tukasema hawa vijana ambao tunawazungumzia, hasa wale ambao tayari tunaweza tukasema wanaweza sasa kuonyesha dalili ya kuwa na utimamu ama kutokuwa na utimamu wa afya ya akili. Kwa tunaweza kuchukua watu kuanzia miaka 10 mpaka 24. Sawa. Mara nyingi ni miaka fulani ambayo huyu mtu amemaliza degree kama alienda moja kwa moja. Kama hakuenda, huyu aliyebaki anafadhaika. Kwa nini hakufika pale alipo? Mara nyingi ni umri ambao tayari mtu yupo kwenye mahusiano. Kama hana mahusiano anamfadhaiko. Kwa nini hana mahusiano? Mara nyingi ni umri ambao mtu anahitaji kuwa na jamii. Anajamiiana na jamii. Kama hafanyi hivyo tayari atakuwa na mfadhaiko. Kwa nini hafanyi hivyo? Kwa tunaweza tuwachukulie sasa kuanzia miaka 10 tuishie 24. Tuache wale 25 kwa sababu tayari wanakuwa wengi wao wanakuwa sasa majukumu ya ule ujana na ile adolescent inaanza kuwaacha kidogo. Wanaanza sasa kwenda kwenye mstari, na pale ndipo ambapo vijana wengi wanarudi. Kuna muda ambao unataka kukutana na kijana wa miaka 18 ukaongea naye 19, anahisi unachoongea naye kama vile wewe uko nyuma ya muda. Kama vile uko nyuma ya muda. Sasa huyo mtu huwa tunampa muda. Akifikia umri fulani atagundua kwamba kumbe kile nilichokuwa naambiwa kumbe maana yake ni hii. Kwa kuna muda sasa tuwachukue kuanzia 10 mpaka 20. Twende sasa turejee sasa kwenye hoja yetu ya msingi na jambo letu la msingi sasa ambalo tutakuwa tunalielekea hapo, ambapo ni vitu sasa kama nilivyokugusia kabla sijaukatisha. Naam. Vijana ambao wananitizama kwanza wanahitaji kulinda sana afya zao za akili. Kwa sababu huko ndiko inakotoka chemchemu ya mawazo. Huko ndiko inakotoka mipango. Kijana yoyote yule aliyezaliwa akiwa na utimamu wa afya ya akili anayo mipango mbalimbali. Hapa tutagusia mipango michache sana kwa sababu kuna siku tutakuja tuongelee afya ya akili kwa vijana na uchumi.
Sawa sawa. Afya ya akili kwa vijana na jamii. Sasa leo tunazungumza kwa ujumla wake. Kwa huyu kijana mmoja, yeye anayo matarajio. Lakini cha pili, wale wanaomzunguka wana matarajio na yeye. Haya matarajio ndio ambayo mara nyingi yanawasukuma vijana, moja, wawe na afya timamu za akili zao, ama wawe na udumavu wa afya ya akili. Sasa ili usiende kwenye ili janga la kuwa na changamoto ama udumavu wa afya ya akili, hapa nimeulizwa nini kifanyike. Tunaweza tukasema, kwa sababu ili uweze kutambua kwamba hapa kuna changamoto ya afya ya akili, ndio hili unaweza ukajibu kwamba sasa nini kifanyike. Vijana, cha kwanza tunashauri wale vizuri. Wale chakula ambacho kinaendana na afya. Sababu ubongo wetu, japokuwa chakula kinakuja tumboni, lakini kina kazi kubwa sana kwenye huu kitu unaitwa ubongo. Hiyo jambo la kwanza. Na jambo la pili, mbali na kwamba ujana ndio muda wa mapambano, lakini wanahitaji kupata muda wa kupumzika, muda wa kulala, wa kutulia. Mawazo yote ambayo unayapanga, mipango yako yote unayoipanga, mara nyingi wakati wa usingizi ndio inatengamaa. Ule wakati umelala ndipo ambapo fikra zinafanya kazi. Wewe mwili wako haufanyi kazi, lakini ule mtu wako wa ndani ndipo unapofanya kazi. Hata Mungu anakuja wakati huo ukiwa hauko busy. Mungu anataka akili iliyotulia ili aweze kuzungumza na wewe kwa utulivu. Na ndio maana watu wengi sana manabii walikuwa wanaota na kuona maono. Wanaoteshwa wakiwa sio wanatembea barabarani. Hapana. Wanaoteshwa wakiwa wamelala, wako kwenye utulivu. Kwa nini wanaoteshwa muda huo? Kwa sababu muda huo akili haiwazi kitu kingine chochote. Na ndio maana huwa nauliza, anasema ikifika kwamba jana umepata usingizi ngapi? Mwingine atakwambia saa 4. Mwingine atakwambia saa 3. Jibu ni kwamba wewe huwezi kujua umepata usingizi ngapi. Ila umepanda kitandani saa ngapi unaweza kujua. Unaweza kupanda saa 2, saa 3. Ila usingizi umekuchukua saa ngapi haujui. Kwa sababu unakuwa kwenye state ya wewe kutokuwa binadamu. Unabaki utu wako wa ndani ndio unaofanya kazi. Kwa maana hiyo, ili kijana awe na afya ya akili iliyo timamu, anahitaji kupata muda wa kupumzika. Asiseme kwamba napambana usiku na mchana, nataka malengo yangu yatimie. Kabla hujaanza kuishi vizuri na hayo malengo yako, uwe na uhakika kwamba humo katikati utapata changamoto ya afya ya akili. Na wengi, mwalimu, kabla hujaendelea, samahani kwa kukatisha, na wengi wanaamini katika mapambano ya muda mrefu kwamba jamaa anajituma muda wote yuko kazini, ndio wanaamini katika mafanikio. Sasa hilo ni makosa makubwa sana. Pambana kila iwezavyo, lakini pata muda wa kupumzika. Tena kila siku pata masaa kuanzia 6, 7, 8. Pumzika. Hata kama sio ya pamoja, kwa sababu kuna mtu yawezekana anaamka alfajiri saa 9, analala saa 5. Tuwachukulia hao watu ambao wanatufanya hawa maafisa usafirishaji. Hasa bodaboda. Kuna muda unawakuta kituoni mpaka saa 7 usiku. Na wengine analala pale. Muda analala hapo. Lakini pia kuna muda unamkuta huyu sasa anaenda kupumzika masaa 2, anakuja tena, anarudi tena. Na ndio maana tunapata ajali nyingi sana za bodaboda. Mbali na kwamba ajali hizi zinatokana pia na wao kutokuwa na utimamu wa afya ya akili, kwa sababu ukishika kile chombo kuna muda sijui kinakuweusha, kwa sababu kuna muda unakimbia hata hujui unakimbilia wapi. Unakwenda kupaki kituoni lakini unakimbia kweli kweli. Lengo lako waambie wenzako kwamba mimi ni fundi, nimetumia dakika 2 tu kutoka hapa mpaka hapa, kituo A mpaka kituo B. Sasa tunauliza hilo na lenyewe ni la kujisifia kwa watu kwamba nimekimbia. Ukishaona hayo unagundua kwamba kwenye ubongo liko tatizo. Kuna kitu na nini kinapelekea? Mara nyingine tunasema ni kutopumzika kwao. Na hawa watu ambao ni maafisa usafirishaji, hawa ndio lika la vijana walio wengi sana ambao wana changamoto hizo. Kwa pambana iwezekanavyo, lakini upate muda wa kupumzika. Lakini kitu kingine ni kujamiana na watu. Ongea na watu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ndugu yangu mtu anapitia ndani. Na hasa niongea na vijana wa kiume hapa. Vijana wa kiume walio wengi sana huwa ni wagumu kusema kile wanachopitia. Kwa nini? Kwa sababu ya ule wanaume unasema kijana ameumbiwa kupambana, kwa hata likikufika jambo kubwa hauhitaji kusema na watu. Na hiyo nilikuwa nakuja kwenye huo mfano. Unakuta wewe mwanaume bana, kuna hizo kauli. Yes. Sasa mwanaume bana, tuondoke huko. Na ndio maana pia hata kwenye hizo nadhani tathmini ni kwamba wagane ni wachache kuliko wajane.
Ni kwa nini? Ni kwa sababu hizi pia za kusema mimi ni mwanaume, jambo nililonalo mimi sihitaji kumshirikisha mtu, ni makosa makubwa sana. Sisi tunasema kwenye saikolojia, unavyoongea na watu unapona mambo mengi sana ambayo yanakuzunguka. Kijana unayenitizama, hasa kijana wa kiume, hawa wenzetu vijana wa kike huwa ni wepesi kuongea yale ambayo wanayapitia. Sisi vijana wa kiume sio wepesi sana. Sasa ili uwe na afya ya akili yako iliyotimamu, jamiana na watu, ongea na watu juu ya mambo ambayo yanakuzunguka, hata yawe magumu kiasi gani. Unapopata ushauri kutoka kwa watu, unapona kwenye mambo mengi sana. Vijana wengi sana wanafikia mpaka hatua sasa, kwa sababu changamoto ya afya ya akili inafikia hatua mtu unaweza hata ukachukua sasa hatua ya kujiua, ukajirusha kutoka sehemu fulani, ukajitundika, ukafanyaje. Huyu mtu alikuwa na huu ugonjwa, bahati mbaya inawezekana familia haikutambua mapema. Wazazi ambao pia mnatutazama, angalia, ukiona kijana wako anafanya kitu ambacho hujakizoea, anafanya kitu ambacho si kawaida yake yeye mwenyewe, lakini si kawaida ya familia yenu, si desturi ya Mtanzania, hebu muite ukae naye. Kama umeshindwa kukaa naye, mtafute mtaalamu aongee naye, kwa sababu hili jambo likiendelea na ukaliacho ukaona ni la kawaida, kwa sababu kuna mambo yanafanyika tunahisi kwamba hili ni la kawaida. Hili mbona kama na fulani alifanya, hili ni la kawaida. Binadamu yule yuko peke yake. Na ndio maana pia hawa wanafunzi ambao tunadili nao sana sisi ni wale ambao wameshindwa mitihani yao aidha ya kidato cha 6 au kidato cha 4. Na tutakuja tuzungumze vizuri hapo. Naona wadhamini wanatuvuta shati. Uweke nukta hapo. Tukirejea tutakuja tuzungumze vizuri namna ambavyo pia mnaishi na hao watu, kwa sababu nakuta alikuwa na matarajio. Kuna point ya matarajio ilizungumza mwanzoni wakati tunaingia hapa. Alikuwa na matarajio makubwa sana, lakini ikatokea yakashindwa kufikia yale matarajio, akajikuta anatakiwa kuanza tena katika msingi mwingine. Hawa nao mnawasaidiaje pale Yeshua? Utatueleza vizuri bwana tukirejea hapo. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya kipindi cha Maisha Clinic. Kwa siku ya hii leo tunayo mengi sana, na nimshukuru sana Mwalimu Robert Mwakasoke ambaye anaendelea kutupa yaliyo mazuri na mema kabisa kwa kweli, kijana ambaye unatutazama kwa sasa hivi, lakini mzazi na mlezi ambaye bado unaendelea kutufuatilia. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea na kila ambacho tumekuandalia. Endelea kubaki nasi, lakini kwa ushauri, maoni, swali lolote tupigie tu, ama tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi. Usipige simu kwa sasa hivi, tutumie tu ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0742 773444. Mapumziko mafupi yanafuata, alafu tunarejea hapa. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Na mtazamaji wa kipindi cha Maisha Clinic, karibu sana maishani kwa kweli, ambaye ndo unafungulia TV yako kwa muda huu hapa. Hujachelewa, japo kidogo muda umekimbia, lakini tupo na wewe. Naamini kuna chochote kila ambacho unaweza ukafaidika nacho kwa muda huu ambao tumetoka mapumziko mafupi na tumerejea tena kwa ajili ya kuendeleza kila ambacho tumeanza nacho. Asante kwa wote ambao mnaendelea kushiriki nasi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu, na nikusii tu usiondoke, endelea kubaki hapo. Elimu ni kubwa sana ambayo tunaendelea kukupa hapa na Mwalimu Mwakasoke Robert kutoka Yeshua
pale chuo cha utalii Temeke, open school Naam. Shule sekondari Huria. Shule ya sekondari Huria. Sawa. Karibu sana, na kabla kuna mapumziko ndio tulikuwa tunazungumzia namna ambavyo vijana hawapati muda wa kujamiana na jamii ambayo inawazunguka. Naam. Lakini mimi ninachotaka kufahamu sasa hapo ni kitu kimoja. Ndio. Uko na wanafunzi, unakaa muda mrefu na wanafunzi, hasa nyinyi kwa level ambayo mko nayo, mnahusika zaidi na wanafunzi ambao walikuwa na matarajio makubwa. Kwamba pengine mimi nikimaliza form 4 nitaenda advance moja kwa moja, lakini ikatokea pale katikati isivyo ambavyo alikuwa ametarajia. Hizi saikolojia za wanafunzi ambao wanakuja kwenu kwa ajili sasa ya ni vijana tunaamini, kwa ajili ya kuendeleza sasa yale maono yake ambayo alikuwa nayo. Alikuwa anaamini akimaliza form 4 ataenda moja kwa moja advance, lakini ikatokea hivyo haikuwa vile ambavyo alikuwa anatarajia. Ili kumrejesha sasa katika hali ambayo inapaswa iwe, ili aendelee kwamba okay, kuna kesho pia ambayo inahitaji. Mnafanyaje ili kuhakikisha basi hawa wanafunzi ambao walikuwa na matarajio hayo makubwa wakae na warejee tena ili azione tena ndoto zake? Ni swali moja zuri, na miongoni mwa malengo ya kuweza kuanzisha Yeshua Open School, hii shule ya sekondari Huria, nilikuwa nikizungumza sana na vijana. Tena vijana mbalimbali. Lakini pia wazazi ndio walikuwa wanaleta vijana hawa. Alikuwa na matarajio, lakini hakuyaandaa yale matarajio. Kwa sababu ili uweze kufikia matarajio ulio nayo, lazima uyaandae. Sasa yuko kijana yeye anatamani kuwa mtu fulani, lakini hajiandai kuwa mtu fulani wakati akiwa kwenye hiyo njia iliyo sahihi. Kwa kuna mwingine yuko form 1, yuko form 2, yuko form 3. Akiwa form 1 ana ndoto ya kuwa mtu fulani. Sasa hapo anahitaji kukutana na wataalamu, na ndio maana sasa tunatamani pia shule zitafute hawa wataalamu. Kwa sababu huyu mtoto anapaswa kujua pia kwamba huko anakoelekea na hiki anachokitaka, moja awe na uwezo nacho. Kwa sababu ndoto kuota kila mtu tunatamani aote. Unaota kwa sababu inawezekana umemuona fulani anafanya vizuri kupitia hichi anachokifanya. Na wewe ukatamani, ukawa inspired na huyu kwamba natamani niwe kama huyu. Sasa unajua kwamba kuwa kama huyu unahitaji kulipa gharama gani? Na hapa gharama, ndugu yangu, na tusema hatuzungumzi gharama ya fedha. Tunazungumza gharama aidha ya muda aliyotumia kuwa bila alivyo kabisa. Gharama ya muda, I mean labda nguvu aliyotumia kuwa bila alivyo. Ni lazima uwe na uhakika kwamba nikitaka niwe hivi, nina gharama mimi ya kuilipa. Vijana wengi sana tunasema ujana ni maji ya moto, kwa sababu ujana ndio ambao una mapambano: 1 ya taaluma, 2 ya mahusiano, 3 ya matarajio ya kwake na ya jamii. Kwa sababu tunapotoka kwenda kwenye taaluma haswa, jamii inatarajia jambo fulani kupitia sisi kabisa. Hasa nchi za Kiafrika tulizoko, Tanzania ikiwemo. Mzazi anapokutoa kule nyumbani amejinyima ya kutosha, ili baadaye na wewe uje usaidie. Kama sio sisi wazazi, basi hao wadogo zako hao. Na hata wakati wanatutuma, maana sisi tumesoma miaka hiyo, hata wakati unaondoka sasa kwenda shule, wewe wanaongea na wewe. Fuata ulichoendea. Angalia familia yetu namna ilivyo. Wewe ndio utakuwa mkombozi wetu wa baadaye. Kwa kijana anaanza kubebeshwa mzigo kuanzia pale. Kwamba kumbe mimi kule siendi kutimiza ndoto zangu peke yangu. Naenda kutimiza na ndoto za watu wengine. Kwa hiyo ikifikia mahala ambapo ujana ukaingilia kati, kwa sababu kila mtu anatoka nyumbani kwao akiwa mtu safi kabisa. Akiwa mtu mwema. Anakuja chuoni, anakuja shule, anakutana pia na wanajamii wengine ambao wametoka sehemu zingine. Sasa yale makundi yale, namna watu tunavyokutana nayo, ndio ambalo pia vijana nataka niwaambie hapa kwamba hakikisha kundi ulilokutana nalo wewe ndio ulipe athari hilo kundi. Kama una uhakika akili yako ni timamu na unafanya jambo ambalo ni sahihi, liathiri wewe lile kundi. Kama wewe likubebe, wewe likumeze. Kwa kijana ni lazima uwe na muda wa kufanya evaluation, wa kufanya tathmini ya kwako. Nakushukuru sana mwalimu. Mwenyewe. Kwamba hapa ninapoenda ni sahihi, natamani wavute hawa. Ukiwavuta kwenye upande ambao ni sahihi, unaenda mbali sana. Kumbuka hilo hapa nakuja kwenye swali lako la msingi sana, kwamba hawa sasa wanakuwa wamekata tamaa. Sasa cha kwanza ni kwa nini wanakata tamaa kabla wakishindwa kufikia yale matarajio yao?
Wanakata tamaa kwa sababu yale matarajio tu sio ya kwao peke yao. Walianza vizuri lakini wakajikuta katikati hapo mitandao ya kijamii ikaingia. Teknolojia ikaingia, marafiki wakaingia, wakashindwa kujizuia. Sasa ule muda ndicho nilichosema mwanzo. Ule muda hata ukikaa ukaanza kuongea naye anahisi kama vile umechelewa mahala fulani. Yaani wewe umechelewa lakini pia umechelewesha. Kuna muda wanafika hatua kabisa kwamba mzee, hizi zama sio zile nilizokuwa mnaishi. Sisi tuna zama zetu. Lakini kumbe zama zinabadilika ila watu hatupaswi kubadilika. Tunahitaji kuishi kwenye misingi tuliyojiwekea kama Watanzania, kama familia, ili zama zinapokuja hata zile mpya kiasi gani tuzitumie kwa manufaa kwa sababu tuna misingi yetu. Sasa vijana wanakuja mtaani hawana misingi ya kwao wao wenyewe. Wanasema mazingira itakachotupa ndicho hicho tutakachoondoka nayo. Marafiki watakachotupa ndicho tutakachoondoka nacho. Ndio maana vijana walio wengi wanaingia kwenye hatari. Kwa anafika sasa amemaliza form 4. Form 3 pale ndio umri kutoka form 2 kwenda form 3 ndipo ambapo tunapata changamoto sana na vijana. Kwa sababu wana mihemko, maana yake sasa wamebalea hawa. Wana mihemko ya kihisia, wana mihemko ya kijamii, ile na marafiki, wana mihemko ya kimazingira, lakini pia hata wao wenyewe wanatamani kuonekana. Unajua binadamu tulivyozaliwa tunatamani tuonekane kwa watu wengine. Yaani wewe hivyo ulivyo leo umekuja umpendeza sio tu kwa ajili yako. Unapendeza ili hata wale ambao wanakutana na wewe waseme neno kuhusu ino kabisa kwamba yes. Hicho. Sasa hili likituchukulia muda mwingi sana tunaenda kwenye changamoto. Na ndio ambao vijana wengi na wakumba. Na ndio maana pia nikiwa nazungumza na vijana hawa ambao wako chuo hasa wale wanaomaliza unakuta mtu yuko na degree yake nzuri tu. Lakini anazunguka mtaani. Kazi hamna. Na kumbe yeye anayo kazi. Anaitafuta kazi ambayo yeye yuko nayo. Kwa sababu kama umetoka huko hicho tulichokufundisha tumekufundisha darasani ili upate A. Lakini mwisho wa siku tunahitaji hicho ulichokufundisha hicho tulichokupa. Ukitengeneze ili kiwe ajira. Unapita mahala nyumbani kwenu ni shamba kubwa tu. Unaweza ukalima mahindi na ukayachoma. Unajua mtu anauza mahindi ya kuchoma anaweza akaingiza 20,000 kila siku. Ni kweli. Ukikalculate kwa mwezi unaweza ukashangaa watu wengi walio maofisini hawaipati hiyo pesa. Sasa kijana ametoka kule anasema lakini ni kosa la nani mwalimu? Kwa sababu ndo tuseme utamaduni ambao vijana wengi wameukuta, wanazaliwa na ukuta kwamba wanaamini sana katika ajira ya kuajiriwa kuliko kujiajiri. Na ndipo hapo unakuta sasa matatizo yanakuwa mengi, anakuwa nawaza tu kesho ni kuajiri kwa sababu ni utamaduni ambao umejengeka. Tunafanyaje sasa katika kubadilisha huo mtazamo ambao wengi bado wanaamini hivyo, lazima niajiriwe ili maisha yangu yaende? Kwenye imani hiyo imezaa watu pia ambao hawaamini haya. Kwa tuna aina hizo? Yaani tumezalisha watu ambao wametoka chuo wako mtaani. Wengine hawapo pale mtaani, wako na shughuli wanaendelea. Mwingine anasema mimi nimefundishwa kwa ajili ya kuajiriwa. Tufanye nini? Vipindi kama hivi vinawaambia vijana pia. Kama hivi. Yaani hivi mnavyotusaidia hivi, tunaongea na vijana kwamba ukisomea kitu hiyo ni taaluma ya kwako. Taaluma hiyo isikufunge ikawa ndo mnyororo wako. Mafanikio hayapo tu kwenye hicho ulichosomea. Inawezekana huu muda hicho ulichosomea hakijakulipa bado. Tafuta kitu ambacho kinaweza kikakulipa ili uweze kusonga mbele. Naongea sana na hao vijana pia. Sana. Waache vyeti nyumbani. Waache maisha ya chuo, maisha yale ambayo walidhani kwamba yako kwa namna fulani. Waje kwenye maisha ya mtaani. Huku mtaani wasije na vyeti. Waje na namna ya kuweza kufanya jambo fulani kwa ajili ya kwao wao wenyewe. Alafu bahati nzuri sana sasa. Ubongo huu tulionao ndugu yangu unaweza kuchakata kila aina ya kitu unachokitaka. Kila aina ya kitu unachokitaka. Na unaweza kukupa majibu yaliyochanya. Bahati mbaya ni hatutumii vizuri bongo zetu. Vijana mnaonitizama, tumia vizuri bongo wako ulionao. Unakupa majibu yote ulionayo. Tunarudi kule ino kwamba hawa sasa wamekata tamaa hawa. Tunawafanyaje ili warudi waione tena kesho yao iliyo nzuri na imani? Ndio swali la msingi sana hili. Na kijana unayemtizama, ukifeli mara ya kwanza haimaanishi maisha yanaishi hapo. Unajua kuna watu mimi sasa hivi sio marafiki zangu tena. Na wewe inawezekana wako watu ulimaliza nao darasa la 7 hawakufanikiwa kuendelea mbele. Wakajitenga na wewe kabisa. Na inawezekana wale ambao wamejitenga sasa hivi wana maisha mazuri kuliko wewe.
wewe umewasaidia sana, lakini hujui kama umewasaidia. Kwa sababu wakati wanapambana na ubongo wao walikuwa wanapambana kwamba huyu ndugu yetu ameenda mbele, atakaporudi anarudi na kitu fulani. Je, mimi atanikuta na nini? Ile tu inampa msukumo wewe kufanya jambo lililo kubwa sana. Kwa hata vijana wote tunaongea nao vizuri kabisa kabla hajaingia darasani, kwamba moja, unajua wewe ni wapi ulijikwaa. Imani yetu ni kwamba hamna binadamu anayezaliwa akiwa na utimamu wa akili alafu akawa hana akili ya darasani. Hayupo. Tunachotofautiana ni namna ambavyo tunatumia uwezo tu. Yes. Namna ambavyo tunatumia hizo akili zetu. Ndio tofauti iliyoko hapo. Kwa hiyo tunaanza kwa kumtoa kwanza kwenye ile dhana ya kwamba yeye hana akili. Kwa sababu kuna mtu mwingine anasema, mama, baba, mimi siendi shule kwa sababu akili yangu sio ya shule. Sasa unasema hiyo ameitoa wapi? Yeye anadhani akili yake ni ya wapi? Na wapo wengi. Darasani siwezi kufanya hiki nifanye. Sasa wewe ukisema uwezi, akili yako unaitoa wapi? Yaani haya mawazo ya kusema uwezi, ukisema unaweza, unaenda kweli. Kwa tunaanza kuotoa kwanza kwenye ile attitude, kwenye ule mtizamo wao ulio hazi kwamba siwezi. Lakini pia tunawapa mfano ya watu mbalimbali waliofanikiwa, hawakufanikiwa mara moja. Na mara nyingi wanatoa mfano wa Daktari Ben Carson. Huyu ni Marekani, bingwa wa surgery ya nerves, ya nini, mishipa duniani. Huyu mtu alianza kwa kupata sifuri. Darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne anapata sifuri na anakuwa wa mwisho, na alikuwa anafurahia kweli kweli. Mama yake bahati nzuri alikuwa tena anafanya kazi, yeye anaishi Marekani lakini ni weusi hawa. Anafanya kazi za ndani kwa wazungu. Sasa akagundua kwamba kumbe kinachomfanya huyu jamaa asifanye vizuri, cha kwanza, akitoka tu yeye yuko na TV mtoto. Masaa 24 yupo kwenye TV. Na ndugu yangu mzazi, yuko mtoto wako ambaye kila tamthilia, kila kipindi cha TV anakijua. Changamoto nayo hiyo. Kubwa sana. Sasa mama alichokifanya akatengeneza ratiba tu. Kwamba sasa wewe TV hii utaangalia kipindi hiki na hiki. Alafu muda mwingine huu tupeleke upande wa pili. Leo tunapoongea hii, Ben Carson ni bingwa wa upasuaji wa mishipa duniani. Na kwenye hilo umelizungumza, naomba tu tulimalize hapa. Muda mrefu nilikuwa nataka nije nilizungumze mara baada ya kuangalia zile namna ya kumsaidia kijana ili kuendelea kuimarisha afya yake ya akili. Umetolea mfano wa daktari bingwa na namna ambavyo mzazi wake alikuwa karibu. Wazazi wa siku hizi kama hawako karibu na vijana wao. Tunakubaliana kwenye hilo kabisa. Na mbali na hiyo, yani huu utimamu ambao hauko vizuri wa vijana umesababisha hasa na wazazi pia. Wazazi tuko busy sana. Alafu tuko busy tunawatafutia hawa watu. Wakati tunawatafutia hawa, na wenyewe wanaingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Wewe na uhakika mali unazoziacha wala hazitoenda mbali. Kwa sababu tuko busy kutafuta hizo mali kwa ajili ya kumwachia huyu. Huyu unayetaka kumwachia huyu, yani haumtizami, yani hauko busy naye. Kwa sababu huyu ndiye anakuja kuachiwa huyu. So sasa haumtizami, haumtengenezi kwamba hiki ninachokifanya ni kwa ajili ya huyu, na huyu kwa namna alivyo basi atakwenda hivi. Wenzetu wa Hindi wameenda mbali sana. Na ndio maana biashara zao huaga hazifi. Kwa sababu ni biashara kama za familia. Mpaka babu, yaweza biashara alianzisha babu. Lakini ipo mpaka leo. Iko mpaka leo. Huyu mtu anaitwa bilionea. Huyu bilionea hajaupata yeye. Ulianza kule. Wako na nidhamu sana kwenye hilo. Lakini mbali na kuwa na nidhamu, wanaangalia wale watu ambao wanataka waendeleze vizazi vyao kwenye kile anachokifanya. Watizama kwa muda sana, kwa kuangalia. Kukiwa na mabadiliko unayaona. Na hapa hilo niende na mimi hapo kwamba tunapozungumza habari ya mtu wa kumsaidia, maana tutaenda namna ya kumsaidia kijana. Ili kijana aweze kusaidika, cha kwanza ni lazima tujue kwamba hili tatizo analo. Lazima ufahamu. Sasa kwenye kufahamu hilo tatizo, siwezi mimi nikafahamu mtu ambaye simfahamu hilo. Mimi sifahamu wewe unavyoishi. Kwa hiyo hata ukienda kinyume na vile ambavyo ni utaratibu, siwezi kufahamu kwa muda fulani. Lakini wewe uliye jirani naye, ambaye namba moja tunaweza kusema ni wewe mzazi ama mlezi ambaye unakaa naye. Wewe una uwezo wa kuweza kutambua kwamba huyu yule anayofanya haliko sawa. Si utaratibu wake, kwa sababu unajua utaratibu alionao. Sasa mzazi ukikaa mbali na mtoto kwa vyovyote, ukikaa mbali na huyu kijana, hauwezi kujua kwamba hapa huyu sio utaratibu. Hiki mbona kama vile, kwa nini? Kwa sababu upendi, hujui anavyovipenda ni nini, hujui anachofanya ni nini, haujui na wazazi. Ni muhimu sana wazazi kutenga muda wa kuongea na vijana. Kwa maana hiyo, vijana tulionao ambao tunasema sasa wana nafasi kubwa ya kuwa na changamoto ya afya ya akili, ni kwa sababu pia tumewaacha. Mazingira na jamii tulionayo ya science na teknolojia ndivyo vinavyo waendesha sasa vijana wetu. Kwa hata hao ambao tunawapokea huwa tunawaeleza hilo kwamba cha kwanza, ondoa ile hali ya kusema mimi nimeshindwa basi mimi si binadamu.
Kuna mwingine anasema kabisa mimi nadhani sijaumbiwa hili. Tunasema hapana, hakuna mtu aliyeumbiwa neema. Sisi wote hapa duniani tumeumbiwa neema. Utaipata kwa wakati gani? Ni kalenda yako. Yaani kila mtu hapa anayo kalenda yake Mungu ameiweka. Na ndio maana kuna mwingine unapambana, unakwenda mbele, unafika mahala hata ile neema haujaifikia. Kwa nini? Kwa sababu kalenda yako ilikuwa ni kutokuifikia, yawezekana. Au kuna mwingine analalamika sasa hivi, mbona mimi siolewi? Mbona mimi sioi? Mbona mimi sifanikiwi? Huyu ndugu yangu anafanikiwa na tumeanza pamoja, tumefanyaje? Jibu ni kwamba yule sio wewe. Ameumbwa peke yake na umeumbwa peke yako. Nenda tu kwenye mstari ulio sahihi, kuna muda na nafasi yako pia inafanyaje? Itafika. Kwa tunawahusisha na watu ambao wamewahi kufanya vizuri. Na msikilizaji pia sana bilionea Mulokozi yuko ni Manyala. Yuko Manyala. Ni bilionea yule. Ni bilionea. Lakini ukiangalia historia yake unaweza ukasema wako watu ambao akili zao zinafanya kazi vizuri. Anakuambia amefeli zaidi ya mara 50. Mpaka kufika kufanya hiki anachokifanya leo na anakifanya kwa usahihi na uzuri. Amefeli zaidi ya mara 50. Kwa hiyo tunakata tamaa. Bila kukata tamaa. Kwa hiyo tunawaambiaga usikate tamaa, kwa sababu pale unapokata tamaa ndipo ambapo yawezekana Mungu anafanyaje? Anataka kuinua. Kwa sababu Mungu haji tu akakupa hapo. Anatamani akupime kwanza. Je, kwenye hiki kidogo unaweza kusimamia? Ili sasa ni kitu kikubwa. Sasa ukionekana kukata tamaa, anasema huyu bado. Huyu bado. Kwa hiyo tunawaambia watu no. Ili uweze kufanya vizuri ni lazima ufeli mara kwa mara. Mshukuru Mungu kama umeendelea kunyoka. Lakini kwenye kufeli huwa tunajifunza zaidi kuliko kwenye kufanikiwa. Ukifanikiwa hauhitaji utatuzi wa changamoto uliona, kwa sababu una changamoto umefanikiwa. Wewe ambaye hukufanikiwa, lazima kichwa chako sasa kinaanza kukaa chini tena, kuwaza kwa upya. Kwa tunawaambia vijana, mwanze kuwaza kwa upya. Usiseme mimi nimefeli. Kwa si stahili tena kuomba. Nitazame tatizo la kufeli. Ni nini hilo? Likupe changamoto, halafu likupe nguvu za kuweza kusonga mbele. Kwa tunaanza nao kwa kuwauliza kwanza anahisi ni nini kilichomfanya afanyaje. Kuna wengine hawajui kilichomfanya, kwa unaanza kumpelekea maswali kwamba okay, ulikuwa na marafiki, ulikuwa na wangapi? 10. Kwa marafiki zako wangapi wametoka? Wote sisi tumefeli. Unagundua kwamba okay, kumbe changamoto ilikuwa ni namna ya kuchagua marafiki. Chagua marafiki ambao wote hamvutani. Yaani mkikaa gari ambayo wasema gari bovu, alivuta. Haiwezi kuvuta bovu. Lazima utafute gari ambalo ni nzima ili iweze kuvuta. Kwa kijana, hata wakati unachagua marafiki wa kukaa nao, wa kufanya nao kazi, hakikisha unachagua rafiki ambaye anaweza akakupa jambo la kusonga mbele. Msichaguane watu ambao wote mko hamwezi kuvutana. Kwa huyu unagundua yawezekana huyu hajui tatizo lake, lakini kwa namna ulivyoongea naye na ujue mmoja nao unagundua kumbe changamoto ilikuwa ni hii. Vipi ratiba yako ilikuwa ya kusoma? Nilikuwa nikitoka shule naenda kucheza. Kumbe hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa bila kufanya maandalizi. Kwa tunafanya nini juu ya hao vijana? Cha kwanza tunaanza kuwatoa kwanza kwenye ule mtazamo wao wa mwanzo ulio hasi. Tunawaleta kwenye mtazamo ulio chanya. Chukulia hii kama ndo njia ya kwenda mbele. Na hapa huwa tunatumia watu mbalimbali ambao wamewahi kufeli lakini sasa hivi wamefanikiwa. Wengi wanatuelewa na wakiingia sasa wanaingia miguu yote miwili na wanafanya vizuri sana. Nikushukuru sana mwalimu namna ambavyo unaendelea kutoa elimu. Ni mwalimu Mwakisoke Robert, yeye ni kutoka mkurugenzi wa Yeshua Open School pale chuo cha utalii Temeke. Anazungumza na vijana hapa, anatoa elimu kwa vijana, na nilisema nimemleta mahususi kwa sababu anakaa muda mwingi na vijana, muda mrefu yuko na vijana, amewasoma vijana, anawaelewa vijana. Kwa tuko hapa ndani ya Maisha Clinic kwa siku hii leo kuendelea kukupa elimu nzuri kwa kwa kijana, mzazi mlezi ambaye una kijana wako yuko hapo nyumbani, ndugu yako, basi ni sehemu nzuri kwa siku ya leo, kipindi mahususi kabisa afya ya akili na vijana. Tuko hapa, endelea kubaki nasi, endelea kusafiri nasi, muda bado upo japo unakimbia kweli kweli, lakini kupitia 0742773444 tutumie swali lako, mchango wako, mawazo yako, tutayasoma hapa na tutayafanyia kazi, na hapo mwishoni nitampa fursa pia mwalimu kama una jambo lolote la kwako binafsi atasema mawasiliano yake, afu mtawasiliana naye na mtazungumza. Mwalimu, turejee sasa katika msingi wetu ambapo tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu. Namna nzuri. Japo tumezungumza
kwenye maelezo yetu huko tumezungumza hata namna ya kumsaidia, lakini tuende tukajikite sasa kwenye namna nzuri ya kumsaidia huyu kijana kuendelea kulinda afya yake ya akili vizuri, ili aendelee kuwa vyema katika utafutaji wake, katika upambanaji wake. Tutazame hiyo misingi ya kumuimarisha zaidi katika afya yake ya kiakili huyu kijana. Tulikuwa tunaendelea kwenye hiyo, na kijana yoyote kwanza anahitaji kukubali hali aliyonayo. Kukubali kwanza. Kwa wakati huo jambo lolote ambalo linatokea huwa tunaamini linatokea kwa sababu fulani. Sasa kuna wengine wengi wanaingia kwenye sonona, wanaingia kwenye mfadhaiko kwa sababu yawezekana kwa ajili ya jambo fulani lililompata, hata liwe gumu kiasi gani. Lilikuja kwa sababu Mungu alijua unaliweza kwa staili hipi. Ni kwamba unahitaji kukaa na kutambua kwamba hili lililotokea lilipaswa kutokea. Ilikuwa ni kalenda ya mimi ni kikombe, tunaweza kusema ni kikombe ambacho nilipaswa nikipitie. Sasa afya ya akili nyingi sana ya vijana inavurugika pale ambapo amekutwa na jambo alafu na yeye akaondoka kwenye uwepo. Kwanza hataki kukubali hilo jambo kweli limetokea, na hamna namna kukubaliana nalo, hamna namna ya kulipindua. Ndio lishatokea, limetokea. Sasa usiendelee kulia kwenye jambo lililotokea, kwa sababu unavyoendelea kulia unasababisha ugonjwa mwingine ambao kuutibu sasa tunaweza tukapata tabu kubwa sana. Jambo likitokea lazima uwe na akili iliyotulia. Huyu mtu ambaye ana utimamu wa akili yake. Hapa kijana nazungumza habari ya mahusiano, kwa sababu leo umeachwa na huyu na yule, unalia sana. Kuna baadhi ya mambo mengine hayaendi. Sasa uzalishaji unakwama. Unahisi kama vile huyu sasa ndiye alikuwa kila kitu. Kwa maana hiyo, mbali na kukubali hiyo hali, lakini tupunguze matarajio makubwa, aidha kwa sisi wenyewe ama kwa watu wanaotuzunguka. Kwenye kila jambo unalolifanya weka 50 kwa 50. Usiweke 100. Nipa 100 shughuli. Utapata tabu. Kwa sababu ukitokea nje ya hiyo 100 likaja kwenye 0, kuanza upya kukanyaga mpaka ufike 100 ni ngumu sana. Tunasema tumekupoteza. Kabisa. Kwa kila jambo kijana unalolifanya, ili uweze kufanya akili yako hii iliyo nayo iendelee kuwa na utimamu, punguza sana matarajio. Weka balance kwenye kila kitu unachokifanya. Unapoingia kwenye mahusiano, uwe na uhakika kwamba yawezekana iko siku haya mahusiano yatavunjika ama yasivunjike. Ndio maana ya balance. Ukiwa na hiyo hali utasema kwamba yakivunjika utasema nashukuru, kwa sababu yawezekana hii nilikuwa naonyesha kwamba Mungu alikuwa ananiambia kwamba huyu sio sahihi. Sasa usiendelee kuishi kwenye jambo ambalo limeshatokea. Hiki ndicho ambacho tunakipata, na tunapata tabu sana kuongea na watu wa namna hii. Limetokea jambo, ameendelea kuishi kwenye hilo jambo lililotokea ambalo hauna namna ya kurudisha. Imeshatokea. Ondoka kwenye hilo jambo, songa mbele kwenye jambo lingine. Mambo mengi sana kijana yako kwenye jamii yanakusubiri wewe, mengi sana. Kwa hiyo usijifungie kwamba mimi hiki ndio hiki, hapana. Lakini kingine tunasema kijana, chupa yako isiwe imejaa ya maji. Wakati unatembea muda wote ukiona maji yamejaa, kunywa, yapunguze. Utapita sehemu utakutana na rafiki yako atakuongezea kidogo. Yakijaa tena yapunguze, nenda tena. Utakutana na mwingine atakuongezea kidogo. Usiseme mimi ndio kila kitu. Duniani hapa hakuna mtu ambaye ni kila kitu. Tunajaziana. Kwa maana hiyo kijana, ili afya yako ya akili iendelee kuwa timamu, kwanza tafuta watu ambao akuondoka nao walio sahihi. Kila mtu ana malengo yake na ana ndoto yake. Tafuta watu ambao wamefanikiwa kwenye malengo yako na wale ambao hawakufanikiwa. Kwenye wale waliofanikiwa utajifunza machache, kwa sababu walio wengi ambao wamefanikiwa huwa watoaji yote aliyofanya ufike pale wale. Binadamu tuko hivyo kabisa. Lakini yule aliyepata changamoto huwa anatoa kila kitu juu ya changamoto yake. Kwa kumbe, kama unayo ndoto ya huyu aliyepata changamoto, unajifunza mambo mengi na makubwa sana. Kwa wakati unatafuta watu wa kuendelea kuishi nao, wakati unatafuta watu wa kuweza kukusogeza mahala fulani, kwa sababu huwezi kusogea ukiwa peke yako. Hiyo ni kwenye elimu, hiyo ni kwenye kazi, hiyo ni kwenye mahusiano. Tafuta namna ambayo unaweza kupata watu ambao wanaweza kukufikisha pale unapopataka.
Hii itapunguza kabisa ule msongo wa mawazo. Ukitafuta watu ambao wanakuvuta nyuma, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza wakawa wanakuvuta nyuma kwenye ndoto ulionayo, na ukawakubalia labda kwa namna fulani. Na hii inaenda pia kwa wazazi. Watoto wetu tunatamani tuwaongoze, vijana wetu tunatamani tuwaongoze, lakini tusiwachagulie kila kitu kabisa, kwa sababu wao pia wanalo la kwao. Tuwasikilize, yani kwenye kuwaongoza kwetu tuwasikilize, tusilazimishe kile ambacho sisi tunafanya ndio vijana wetu wafanye. Vijana wengi sana leo wanafanya kazi ambazo si za kwao, na wanaweza vigumu sana kila siku yeye, kwa sababu tunapozungumza habari ya afya ya akili ambayo sasa ina changamoto, wewe unajiuliza muda wote. Kwa hiyo unakuta huyu hata kazini anachelewa, akifanya kazi amekuwa mpole, amekuwa mwenyewe, amekuja kwenye kazi ambayo si ya kwake, na hiyo ndio kazi ambayo atakaa nayo muda wote. Sasa wazazi, wakati tunaongea na vijana, tunapowaongoza vijana, tusiwaongoze kwenye ndoto zetu sisi, tuwasikilize wana nini. Baada ya hapo tukitengeneze kile walicho nacho, tuwatengeneze mazingira kwenye kile walicho nacho. Afya ya akili ya huyu mtu itakuwa timamu sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anafanya kitu anachokipenda. Ukifanya kitu unachokipenda kwanza utafanya kwa usahihi sana, lakini pia utafanya kwa kufurahi kabisa. Na kwenye saikolojia hapa pia nataka vijana hapa tuseme kwamba wafanye nini ili wasiingie huko, waingie pia kwenye furaha. Yani tafuta furaha ya kwako ni ipi? Kipi ambacho kinakupa furaha wewe? Yes. Kwa nafasi ya kipekee tukiwa tunaelekea mwishoni, kwa yule ambaye alikuwa anakutazama kwa sasa hivi akashindwa kuwasilisha mchango wake, lakini anapenda azungumze na wewe moja kwa moja binafsi, anaweza kukupataje? Moja, ofisi zetu ziko Dar es Salaam. Mimi napatikana sana Dar es Salaam, Chuo cha Taifa cha Utalii, kampasi ya Temeke. Hiyo ndo namna ya kwanza. Lakini namna ya pili, maana hapa najua tunazungumza Tanzania sasa nzima. TV yetu inakwenda huko kote. Unaweza ukanipata kwa nambari 0752 99 88 90. Nikushukuru sana. Hiyo ndio nambari yangu ambayo inapatikana masaa 24. Karibu. Ukiwa na lolote, ukiwa na ushauri, lakini ukiwa na changamoto, njoo tujadili. Kwenye kujadili huwa tunapata majibu yaliyo bora. Nikushukuru sana mwalimu kwa kufika. Asante sana hilo. Na mimi tukikualika tena kwa siku nyingine kuja kutoa elimu kwa watu wetu, basi usikawie. Nakukaribisha sana. Hamna shida, nashukuru sana. Asante sana mtazamaji wetu wa Maisha Kliniki kwa kutufuatilia mwanzo mpaka tunatamatisha sasa kipindi chetu cha Maisha Kliniki kwa siku ya leo. Nilikuwa naye mkurugenzi wa Yeshua Open School ambayo iko hapo Chuo cha Utalii Temeke, na yeye ni Robert Mwakasoke. Tumezungumza naye mengi sana kuhusiana na afya ya akili na vijana. Jina langu ni Innocent John. Nyuma ya kamera ni Joseph Peter ambaye anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa saa mwingine tutakutana hapa, tutakuwa na mengi ya kujadili ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Karibu sana maishani, uwe na siku njema.